Kwa upande mzima wa APTZ amechukizwa sana na swala zima lililofanyika, hasa kwa upande mzima wa Stukizi ambaye yeye ndiye mhusika mkuu ambaye anahusika katika swala zima la kuweza kutengeneza ngoma. Sasa hivi karibuni tumeweza kuona kwamba kwa upande mzima wa Jux aliweza kutoa ngoma ambayo hiyo ngoma inaitwa Sex and Bad, moja kati ya ngoma kali sana. Sasa makosa makubwa aliyofanya ni kuweza kuweka sauti ya APTZ bila kumuhusisha, bila kumweka. Sasa kibaya zaidi ni kwamba kiukweli hata mimi binafsi hilo ni swali ambalo ni jambo ambalo sio zuri kiukweli, kwa sababu pia ni mimi nimewahi kushuhudia mambo ya production na nini, lakini kama wangetumia ka sauti kadogo tu basi ingekuwa ni vizuri, lakini wametumia sauti ndefu sana ambayo kifupi ukisikiliza lazima utajua kwamba huyu pia msanii amehusishwa, msanii wa kike pia kahusishwa. APTZ amechukizwa sana, ambapo kupitia mitandao ya kijamii ameweza kufunguka na kueleza kwa upande wake namna gani hasa jinsi ambavyo walivyotumia kazi zake, lakini pia bila kumhusisha, kitu ambacho kimemchukiza sana kwa upande wake. Sasa APTZ ameweza kufunguka na kusema kuwa na kueleza kwamba hapo kabla alieleza kwamba hope this find you well, kwamba hii itawafikia kwa upande mzima wa Stukizi pamoja na Juma Jux. Nimekuwa disappointed sana kuwa discredited, sauti yangu imetumika bila proper explanation, sijui ni udogo wangu, ila kama msanii wa kike ninayepambana katika industry ni yenye uhaba wa wasanii wa kike, kulikuwa na umuhimu wa kuwa na credit na mchango wa sauti yangu, ambapo ameweza kueleza kwa upande wake binafsi. Hivyo ndivyo alivyoeleza. Sasa issue ni kwamba ipo kama ifuatavyo. Sasa kwa upande hapa ndio utatoa ufafanuzi, lakini pia kuweza kueleza ni namna gani hasa. Kifupi ni kwamba katika nyimbo huwa kuna watu watatu, lazima watu wawili lazima waweze kuhusika. Yaani unapotoa nyimbo watu wawili au watatu lazima waweze kuhusika. Hasa kwa tunaanzia kwanza ni mtu wa video production, huu ni director mwenyewe. Halafu nakuja kwenye msanii mwenyewe, halafu kwenye producer. Hao watu lazima wahusike kwa sababu wao pia wanakuwa na hakimiliki, kwa sababu wao ndo wamehusika. Tukianza na Stukizi. Stukizi ni producer ambaye amekuwa akifanya kazi na watu wengi, na kuna kazi nyingi sana ambazo amekuwa akizifanya na nyingine hazitoi. Yani unaweza kwenda kuimba lakini ngoma ikaacha kutoka. Ana ngoma nyingi pale kwenye benki yake, na ana ngoma nyingi sana ambazo hazijatoka. Tunafahamu kabisa kuna wasanii wengi sana, bila shaka kama ufahamu basi mimi nafahamu kwamba kuna watu wengi sana ambao ngoma zao ziko pale kwa studio ya Stukizi. Sasa kuna mistari ambao unakuta yeye mwenyewe anaikataa, anaiweka pembeni pale unapoenda kutoa ngoma. Sasa inaonekana hii sauti ya huyu mwanadada jinsi ambavyo inasadikika kuwa hii sauti pia inaonekana ni moja kati ya sauti ambazo ziliwekwa pembeni kidogo, na mara tu baada ya Stukizi Jux kwenda pale kuimba, basi akaona ni vyema aweze kuitumia. Sasa Stukizi pia ana hakimiliki ya kuweza kutumia sauti hizo, kwa sababu yeye ndio amehusika pia kuweza kuzigenerate. Yani kwa sababu yeye ndiye anahusika kuweza kuzirekodi, maana yake anazitunza yeye, ana hakimiliki. Lakini pia msanii inabidi aweze kuambiwa, na msanii anapoambiwa hawezi akabisha, kwa sababu pia yeye Stukizi ndiye mhusika mkuu aliyerekodi hiyo sauti, na ndiye ambaye amepropose au amefanya vitu vikubwa. Kwa hivyo kwa upande wa APTZ pia anaelewa hiki kitu, ndio maana akasema labda kwa udogo wake katika industry ya muziki anahisi ndio maana hajahusishwa. Kwa hivyo anaelewa kabisa Stukizi ana haki miliki ya kuweza kuitumia hii sauti zake zozote zile ambazo yeye amezirekodi kupitia vifaa vyake vya muziki. Yani linapokuja swala la kuweza kurekodi, ni sawa na mtu aite press conference alafu wewe ukarekodi, alafu pale akatae kwamba wewe aidha wewe utumie video au wakati umerekodi mwenyewe, lazima pia muwasiliane. Lakini mwisho wa siku inakuwa ndivyo sivyo, kwa sababu bado mambo yatakuwa yako poa kabisa. Sasa issue ipo kama ifuatavyo, ambapo kwa sasa hivi tunasubiria ni kipi kinachoendelea. Sasa mara tu baada ya kuweza kupigiwa simu kwa upande mzima wa APTZ aweze kuelezea zaidi na zaidi, ameweza kufunguka na kudai kwamba kwa sasa swala hili ameshalipeleka kwenye management. Baada ya kuposti, management ilimwambia wanalichukua swala hili na kuweza kulipeleka moja kwa moja kuweza kulikuwa nalo, ili sudi waweze kujua namna gani hasa atakavyodili nalo kwa pande mzima wa namna mambo yanavyokwenda kwa sasa. Sasa kinachoendelea chochote nitaendelea kufahamisha na kujuza, lakini ndio hivyo. Kwa upande wako na hizi yupi mwenye makosa, nani kafanya vibaya, nijuze kwenye comment, hakikisha unabonyeza neno subscribe.